Ni tarehe nyingine tena, siku ambapo tunaendelea na usomaji wa Biblia kwa njia ya utaratibu maalum ambao utatusaidia sisi kuweza kuimaliza Biblia yetu kwa utulivu kabisa. Na siku hii ya leo tumeingia katika kitabu hiki cha Kutoka katika sura ile ya 8. Nikukaribishe sana tuweze kwenda pamoja, lakini kabla ya kufanya hivyo tufumbe macho tuombe. Asante Mungu wetu unaishi mahali pa juu mbinguni, tunakutukuza sana na kuliinua jina lako. Tunakushukuru kwa sababu umetupatia wasaa huu tena wa kujifunza neno lako. Formula nzuri hii ya usomaji wa Biblia tumeuiona kwamba itapendeza sana na itatufanikisha sisi kuweza kumaliza kuisoma Biblia nzima kwa utaratibu mtulivu kabisa. Lakini tunaingia katika hali ya kukata tamaa, hali ya uvivu, na hivyo kukosa maarifa mazuri ya neno lako. Tunaomba Mungu uweze kuwa pamoja nasi, utusaidie tuweze kupata usikivu mwema wa somo lako hili, ili tuweze kujifunza unachokisema kwetu sisi kwa njia ya maandiko matakatifu. Bariki msikilizaji kwa namna ya pekee sana, umsaidie aweze kupata usikivu mwema, ili neno hili liweze kumbariki kiroho, lakini pia lifungue mibaraka ya kimwili. Tunaomba hivyo tukiamini kupitia jina la mwanao Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina. Msikilizaji, katika sura hii ya 8 ya kitabu cha Kutoka, tutaanza mwanzo hadi pale tutakapofika mwisho katika hali ya utulivu mkubwa zaidi, ili tuweze kuelewa vizuri neno hadi neno kama jinsi ambavyo lilivyoandikwa. Na sura hii inayo mistari 32. Karibu kwa ajili ya usikivu mwema. Bwana akamwambia Musa, ingia kwa Farao ukamwambie, Bwana asema hivi, wape watu wangu ruhusa ili wapate kunitumikia. Tena kama ukikataa kuwapa ruhusa, tazama nitaipiga mipaka yako yote kwa kuleta vyura, na huo mto utafurika vyura, nao watakwea juu na kuingia ndani ya nyumba yako na ndani ya chumba chako cha kulala na juu ya kitanda chako na ndani ya nyumba ya watumishi wako na juu ya watu wako na ndani ya meko yako na ndani ya vyombo vyako vya kukandia unga. Kisha hao vyura watakwea juu yako wewe na juu ya watu wako na juu ya watumishi wako wote. Bwana akamwambia Musa, mwambie Haruni, nyosha mkono wako na fimbo yako juu ya mito, juu ya vijito na juu ya maziwa na maji, ukawalete vyura waje juu ya nchi yote ya Misri. Basi Haruni akanyosha mkono wake juu ya maji yote ya Misri, na hao vyura wakakwea juu, wakafunika nchi ya Misri. Waganga nao wakafanya mfano wa hayo kwa uganga wao, na kuwaleta vyura juu ya nchi ya Misri. Ndipo Farao akawaita Musa na Haruni na kuwaambia, mwombeni Bwana ili awaondoe vyura hawa kwangu mimi na kwa watu wangu, nami nitawapa watu ruhusa waende zao ili wamtolee Bwana dhabihu. Musa akamwambia Farao, haya, ujitukuze juu yangu katika jambo hili. Sema ni lini unapotaka nikuombee wewe na watumishi wako na watu wako, ili hao vyura waangamizwe, watoke kwako wewe na nyumba yako, wakae ndani ya mto tu.
Akamwambia kesho. Akasema na yawe kama neno lako, ili upate kujua ya kwamba hapana mwingine mfano wa Bwana Mungu wetu. Hao vyura wataondoka kutoka kwako wewe na nyumba zako, na watumishi wako na watu wako watasalia mtoni tu. Basi Musa na Haruni wakatoka kwa Farao. Musa akamlilia Bwana katika jambo la hao vyura aliokuwa amewaleta juu ya Farao. Bwana akafanya sawasawa na neno la Musa, na hao vyura wakafa kutoka katika zile nyumba na katika viwanja na katika mashamba. Wakawakusanya chungu chungu, na nchi ikatoa uvundo. Lakini Farao alipoona ya kuwa pana nafuu, akaufanya moyo wake kuwa mzito, asiwasikilize kama Bwana alivyonena. Bwana akamwambia Musa, mwambie Haruni, nyosha fimbo yako ukayapige mavumbi ya nchi, ili kwamba yawe chawa katika nchi yote ya Misri. Nao wakafanya. Haruni akaunyosha mkono wake na fimbo yake na kuyapiga mavumbi ya nchi, nayo yakawa chawa juu ya wanadamu na juu ya wanyama. Mavumbi yote ya nchi yakawa ni chawa katika nchi yote ya Misri. Hao waganga nao wakafanya mfano wa hayo kwa uganga wao, ili kwamba walete chawa, lakini wasiweze. Nako kulikuwa na chawa juu ya wanadamu na juu ya wanyama. Ndipo wale waganga wakamwambia Farao, jambo hili ni chanda cha Mungu. Na moyo wake Farao ukawa mgumu asiwasikilize, vilevile kama Bwana alivyonena. Bwana akamwambia Musa, inuka asubuhi na mapema, usimame mbele ya Farao. Angalia, atoka aenda majini. Kamwambie Bwana asema, wape watu wangu ruhusa waende zao, ili wanitumikie mimi. Au kwamba huwapi ruhusa watu wangu, tazama nitaleta wingi wa mainzi juu yako wewe, na juu ya watumishi wako, na juu ya watu wako, nao wataingia ndani ya nyumba zako, na nyumba za Misri zitajawa na wingi wa mainzi, na nchi nayo ambayo wa juu yake. Nami siku hiyo nitatenga nchi ya Gosheni, watu wangu wanayokaa, ili hao mainzi wasiwe huko, ili kwamba upate kujua wewe ya kuwa mimi ndimi Bwana kati ya dunia. Nami nitatia mpaka kati ya watu wangu na watu wako. Bwana akafanya. Wakaja wingi wa mainzi kwa uzito sana, wakaingia nyumbani mwa Farao na katika nyumba za watumishi wake, tena katika nchi yote ya Misri, nayo nchi iliharibiwa kwa ajili ya wale mainzi. Farao akawaita Musa na Haruni akawaambia, enendeni mkamtolee Mungu wenu dhabihu ndani ya nchi hii. Musa akasema, haitupasi kufanya hivyo, kwa kuwa tutamchinjia sadaka Bwana Mungu wetu na hayo machukizo ya Wamisri. Je, tutachinja sadaka ya hayo machukizo ya Wamisri mbele ya macho yao, wasitupige kwa mawe? La, tutakwenda safari ya siku 3 jangwani, tumchinjie dhabihu Bwana Mungu wetu kama atakavyotuagiza. Farao akasema, mimi nitawapa ruhusa mwende,
ili mchinjie dhabihu Bwana Mungu wenu jangwani, lakini hamtakwenda mbali sana. Haya, niombeeni. Musa akasema, tazama mimi natoka kwako, nami nitamwomba Bwana ili hao manzi wamtoke Farao na watumishi wake na watu wake kesho. Lakini Farao asitende kwa udanganyifu tena, kwa kutowaacha watu waende kumchinjia Bwana dhabihu. Musa akatoka kwa Farao akamwomba Bwana. Bwana akafanya kama neno la Musa, akawaondoa wale mainzi wabaya kwake Farao na kwa watumishi wake, na watu wake hakusalia hata mmoja. Farao akaufanya moyo wake kuwa mzito mara hiyo nayo, wala hakuwapa ruhusa hao watu waende zao. Msikilizaji, na hapa ndipo mwisho wa sura hii ya 8. Nikukaribishe sana na kukuaga katika sehemu hii, lakini nikukaribishe katika sura inayofuata. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika Roho Mtakatifu ukae na sisi sote sasa na hata milele. Amina.